Hapo sawa si sawa? Hapo sawa si sawa? Na Buolo Murembe. Murembe swa. Murembe andi. Murembe te. Mimi ndio naitwa Eddie Okech na mimi ndiye senator wa Migori County. Kijana mzuri mdogo ambaye ndio kitina mimba wa bunge ya Seneti. Na leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa mjumbe wenyu ambaye 2022 tulikuja na yeye hapa na baba Raila Amolo Odinga na tukampatia tikiti kwa hii stadium. Kwa hivyo nafurahi sana kama mwana ODM kufika hapa leo kuleta maendeleo kwa sababu ya mjumbe wenyu. Mmefurahi? Mmenikaribisha? Unajua kule kwetu tukiona wamama hivi wamekuja kwa mambo ya maendeleo huwa tunafurahi sana. Kwa sababu unajua katika hii dunia yote ya Kenya mama peke yake ndio kuandika kwamba atakupatia kitu anakupatia, si ndio? Sio ni ukweli? Kwa hivyo sisi pia leo tumekuja vile mjumbe aliwaahidi kwamba tutakuja kuwapigia harambee. Tumekuja hapa kupatia vitu kwa sababu tunajua upo mbele. Wamama wakisema watakupatia. Ama sivyo? Leo kwa sababu masani machache na wageni wako wengi, sitasema mengi. Mimi vile nimemwambia naitwa Eddie Okech. Mimi ni mbunge wa ODM, niko katika Senate na katika chama cha ODM. Mimi niko katika NEC na mimi ndiye mwenyekiti wa mambo ya humanitarian crisis na mambo ya disaster. Hapa nimekuja mara kadhaa nikileta vitu wakati wa mafuriko. Kwa hivyo mimi bado ni mtoto wa hapa na nitarudi. Lakini niko na mambo mawili peke yake ya kusema leo. Ya kwanza, tukiongea juu ya maandamano, mimi ndiye engineer wa maandamano katika hii Kenya. Kwa sababu ukikumbuka maandamano za ODM, tumefanya maandamano miaka na mikaka. Na katika maandamano yetu, maandamano ni haki yako. Hakuna mtu anaweza kukataza kwenda kufanya maandamano. Wewe fanya maandamano ukitaka. Kwa sababu ni haki yako. Lakini ukiangalia maandamano ambayo tulikuwa tunafanya kama wana ODM wakati ule, ilikuwa maandamano ya utulivu, maandamano ya amani, maandamano ya agenda. Unakuwa na agenda, unasema agenda yako kwa amani na unamaliza kwa amani. Kenya imefika pali pabaya kwa sababu kuna watu ambao wameamua kwamba Kenya lazima ipasuke kwa msingi wa kabila. Na mimi kama kijana yenyu wa mama, nataka kuambia kwamba nimesafiri nchi yote ya Afrika. Nimeenda mpaka Israel. Nimeenda mpaka Amerikani. Na nimeona kwamba inafika wakati mnaweza tengeneza nchi yenu ikuwe mzuri, mtengeneze magorofa, mtengeneze barabara, mtengeneze biashara mzuri, lakini ikifika wakati wanasiasa wameanza kugawanya wananchi, hiyo yote inaweza enda na ikuje na ikue imechomwa yote kwa siku moja na iishe. Na inakuanga hivi, wakati vita iko katika nchi, wamama nawaambia, vita iko katika nchi, wanyonge ambao wanaenda pale kuandamana ndio wanaumia. Vijana wadogo ndio wanaumia. Unapata kwamba viongozi katika nchi zingine wako na nguvu, wako na fedha, wako na mali ya kutoroka kutoka katika nchi zao kama kuna shida, na watoke na waende katika nchi zingine. Ukienda hapa Lavington, Nairobi, utapata watu wa Sudan ndio wako pale na ni viongozi. Ukienda pahali kama kutoka Egypt, watu wao wako hapa Kenya, wanaishi hapa Kenya kwa nyumba mzuri. Lakini watu wanyonge katika nchi zao ambao wamedanganywa kwa msingi ya kikabila, ambao wamedanganywa kwa msingi ya siasa chafu, wamebaki kule wakiumia. Kwa hivyo nataka kuongea na vijana wetu. Hata kama unafanya maandamano, tafadhali usikubali
mtu akutumie, ule mtu wa koti moja akutumie kwa mambo ya violence. Kwa sababu violence ikuja katika Kenya, yeye ako na pesa, atatoa watoto wake naende nao Amerikani, atatoa watoto wake ataenda nao kule Europe. Lakini wewe kama kijana mdogo utabaki hapa bila taifa. Tuungane, tufanye kazi kwa kisheria ili nchi yetu iwe nchi ya maendeleo bila mambo mengi. Na sisi kama watu wa ODM tuna support broad based kwa hii muungano ya baba Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu tuliona kwamba wakishikana amani itadumu katika nchi yetu, ili kama wanajamii wa Kenya tusonge mbele. Kwa hayo mengi au machache, nashukuru sana kwa kunisikiza, na naomba kwamba gavana baraza na ndugu yangu mheshimiwa hapa, siku moja munite tena nirudi hapa, tupigie pia majenzi na mayouth arambe ya kuwasaidia wakuwe na biashara. Kwa leo mimi pia nitawasaidia na mchango yangu kidogo hapa ya 1,100. Asanteni sana. Huyu eti anatosha atoshi. Ako sawa huyu? Unajua huyu kwa kweli hajaoa. Unasikia anataja jenziz huyu? Anataka wasichana warembo wadogo hapa. Mtampatia yeye? Aende